Busy shooting this thing? Ooh, Can I say? that can be cool. It's interactive, you can play around with it. They're all $10. Okay, girl, you got 15 minutes, so I don't know what you're doing, but you better pull and go. Oh my gosh, you are a rock star. Let's go. Coming up with this whole concept of a claw machine, I wanted to go big and do something really cool. You can walk over, you can play, there's treats inside.
Habari za asubuhi. Tunashukuru sana kwa kujiunga kwenye kikao chetu cha Teams kwa wiki hii. Kwa hiyo kama ilivyokuwa kawaida au desturi ya Zan Securities, kila Jumamosi tunakuwa na hivi vikao vya Teams tukijadili masuala mbalimbali kuhusiana na soko letu la mitaji kiujumla, yani capital markets hapa Tanzania. Tukiwaletea pia different opportunities that come with the stock market, lakini kimsingi zaidi kuwapa elimu kuhusiana na soko na pia kutoa taarifa za different updates ambazo zipo sokoni. Kwa hiyo kwa wiki hii kama topic yetu inavyo state kwamba tutakuwa tukijadili kuhusiana na financials za CRDB versus NMB. Kwa hiyo kama tunavyojua kwamba NMB and CRDB imekuwa ni mabenki ambayo yamekuwa kwenye a huge competition of course kwenye utendaji wake, lakini pia they are among the blue chip investment kwenye soko letu la hisa la Dar es Salaam, kwamba imekuwa ni investment options ambazo wawekezaji wengi they have been eyeing on au wamekuwa wakiviangalia kwa sana. Kwa hiyo wiki hii CRDB na NMB waliweza kutoa matokeo yao ya Q4 ambao ndio matokeo ya mwisho kwa mwaka 2025, na tumeona kwamba kumekuwa kuna a very impressive improvement in both the banks, na faida tumeona kwamba faida kabla hata ya kodi imeweza kufikia trilioni 1, which this is very impressive for both banks, where NMB amekuwa na around 1.1 trillion na CRDB amekuwa na around 1 trillion. Kwa hiyo our presentation basically itakuwa inaangalia utendaji wa haya makampuni CRDB na NMB. Tutaangalia key factors tukiwa tuna analyze financials za mabenki. Kuna key factors ambazo tutakuwa tunaangalia ambazo zinaweza zikamsaidia msikilizaji wetu au mwekezaji kuweza kuona the financial position of this company. Kwa hiyo tutaangalia vitu kama net interest income. Kama tunavyojua kwamba the main form ya mabenki kuweza kupata income yao ni kwa kutumia interest ambazo either inaweza mostly inakuwa kutoka kwenye mikopo, kwa sababu mikopo is the main business ambayo mabenki wanafanya. Kwa hiyo we'll cut across kuangalia net interest income ya both companies. Tutaangalia profit before tax ilivyoweza kuongezeka mwaka huu compared to the previous years. Then tutaweza kuona pia net income after income tax, yani baada ya makato ya kodi, where does the net income stand. Lakini pia tutaweza kuangalia balance sheet, kwa sababu balance sheet inaweza kutuonyesha mali za kampuni. Kwa hiyo tutaangalia vitu kama total assets kwenye upande wa balance sheet. Lakini pia we'll go through different tutaangalia pia price movement za hii kampuni, how has it been performing kwenye stock market in terms of prices zake. Lakini pia tutaangalia other key ratios kama vile cost to income ratio. Kwa hiyo kwa siku ya leo mtakuwa na mimi Anastasia Dafi pamoja na mwenzangu Korigwa Fanuel. Kwa hiyo bila kupoteza muda nitamkaribisha Korigwa ili kuweza kupass through matokeo haya na kuweza kuangalia these key segments ili tuweze kupata picha ya how these banks have been performing. Kwa hiyo karibu sana Korigwa. Asante Anastasia kwa introduction fupi. Ningependa kuwakaribisha wote siku ya leo ambapo kwenye kipindi chetu tutaweza kudiscuss jinsi ya mwenendo wa CRDB na NMB ulivyokuwa kwa mwaka jana, kwa sababu nahisi tulikuwa wote wakati wanatoa Q1, wakati wanatoa Q2 mpaka walikuja kutoa Q3, na sasa wametoa Q4 na tumeweza kucompile matokeo yote manne, yani kuanzia Q1 mpaka Q4, na kujua kwamba just to get a picture wakati tunasubiria zile annual report ya mwaka jana. Lakini kwa sababu tayari tuna quota zote 4 tukifanya ile cumulative, tunaweza tukawa na picture of what these banks walivyo perform kwa mwaka jana. So bila kupoteza muda sana, tungependa kuanza kuona leo nini tutakifanya. Sana kwenye context tutapitia kwenye CRDB financial performance, tutaangalia highlights zake, lakini pia tutaangalia NMB financial performance highlights zake,
pamoja na kuona outlook ya hizi benki mbili kwamba what should we expect kwa 2026 na going forward, lakini pia tutakuwa na session ya question and answers. So tutaanza na CRDB kuangalia highlight yake kwa 2025, ambapo tutaanza kwenye upande wa income statement, ambapo sasa hapa tunaenda kuangalia vitu viwili ambavyo vime stand out kwa mwaka jana, ambao ni kwenye upande wa profit before tax na profit after tax. So tukiangalia kwenye income statement ya CRDB mwaka jana, tuweza kuona kwanza interest income iliweza increase from 1.5 trillion to 1.9 trillion kwenye kipindi cha mwaka mmoja. Kwa hiyo unaona kwamba CRDB waliweza kupata interest income kubwa kwa mwaka jana, kitu ambacho chenyewe kiliweza kuchochea au kuweza kufanya profit kuongezeka kwa mwaka huu. So kuja kuangalia kwenye profit before tax kama inavyoonekana kwenye graph hapo, kwenye nyekundu ni profit after tax na blue ni profit before tax. So ukiangalia kuanzia 2020 tunaona kwamba zenyewe zilikuwa zina steadily zilikuwa zina increase mpaka kuweza kufika 2025 kwa kupata matokeo kama haya. So unaona kama profit before tax in 2024 iliweza kuwa bilioni 724, lakini in 2025 ilikuwa ni impressive kwa kufika 1 trillion during kipindi hichi. So unaona kwamba CRDB waweza kupata profit before tax kubwa sana, na hii ni profit ambayo inapatikana bila kutoa kodi. So tukija kuangalia profit after tax kwamba tumeshatoa ile corporate tax ambayo tunafahamu ni 30% ya kwa corporate companies, tunakuja kuona kwamba kwenye net income after income tax hiyo yenyewe iliweza increase from 551 billion to 724 billion kwa kipindi hicho. Labda kwa kuelezea tu kwamba profit before tax hii sasa ndo ambayo watu wengi watakuwa wanaangalia, kwa sababu hii ndo inaonyesha what the company did, na from this sasa ukichukua zile dividend policy yao ambao kwa CRDB ni 33%, hapo ndo unaweza ukapredict kwamba at least levels za dividend kwa mwaka huu zinaweza zikawa ngapi, kwa sababu tayari tunajua number of shareholders ni ngapi. Kwa unaweza ukapredict kwamba what is the possible dividend income, tutaweza kuiona mbeleni kwamba what is the possible pending announcement ya CRDB wenyewe. So tukienda kwenye balance sheet, kuna vitu vitatu ambavyo tutataka kuangalia ambavyo ndo basically wenyewe vinaunda balance sheet yetu, ambao ni assets, liabilities. Sorry kama haja mute mic. Okay. Slide hazionekani. Slide hazionekani. Slide hazionekani. Okay. Zinaonekana. Ni kwa wote au ni kwa mtu mmoja tu ambaye slide hazionekani? Nadhani ni kwake tu ndo slide hazionekani, wengine tunaziona vizuri kabisa. Ni vizuri atoke alafu aingie tena. Okay, so, sorry, kwa mtu ambaye kidogo anapata changamoto, kama unaweza ukalog out afu login tena, inaweza kuwa ni changamoto ya mtandao. Okay, kama nilivyokuwa naelezea kwamba kwenye upande wa balance sheet, usually balance sheet is made up of three things ambazo ni fundamental, ambazo ni asset, liabilities na equity. So tukiangalia kwenye total assets ya mwaka jana ziliweza kuongezeka mpaka kufikia 22.2 trillion. Hiyo ni impressive 33% increase from last year's total asset ambayo ilikuwa ni 16.7. So tunaweza kuona kwamba hapa kitu ambacho kimeweza kufanya yani grow ni zile loans ambazo zilikuwa distributed kwa wateja wa CRDB, ambao tunaona kwamba loans zenyewe ukiangalia kwenye report yao waliotoa, loans ziweza increase by 33%. So hii inaonyesha kwamba CRDB wanazidi kukopesha, na core business yote ya commercial bank au ya benki yote ni kutoa mikopo ambayo inafanya kazi. Na ukija kuangalia non performing loans zake zimeweza kupungua mpaka 3%. Ina maana kwamba CRDB amejiposition vizuri kwenye kukopesha, na pia mikopo ambayo anakuwa anatoa mingi inakuwa nalipa kwa sababu non performing loans zake zimeweza kupungua kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu. So hii ni kitu ambacho kimeweza kuongezeka, imeweza kuchangia ongezeko la assets. Lakini pia ukiangalia total liabilities nazo zimeweza kuongezeka. Hii ni kwa sababu total deposits za kampuni zimeweza kuongezeka by 35%, yani kutoka bilioni 10.9 kutoka trilioni
13.9 mpaka trilioni 14.9 in deposits zimeweza kuongezeka kwa mwaka jana, so which is an improvement kwa upande wao. Lakini pia tunaweza kuona kwamba equity au reserve zimeweza kuongezeka. Ukiangalia kwamba kutoka 2024 ilikuwa ni 2.7 ambayo ndio equity ambayo ilikuwa kwa mwaka jana, lakini kwa mwaka huu equity reserves au reserves ziliweza kuongezeka mpaka 2.78, kitu ambacho ni impressive kwa upande wa CRDB. So hiyo ni just highlights, huku tunaendelea kusubiria annual report yao ili kuweza kuona kwamba how exactly hizi changes ziliweza kuongezeka, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo tunabidi tudigest pale watapokuja kutoa annual results. Lakini pia uwezo ukazungumzia performance ya CRDB kwenye upande wa fundamentals tu, lakini lazima tuangalie price movement ambayo iliweza kutokea kwa mwaka jana, lakini pia na other key ratios ambazo zinaweza zika highlight au zika cement performance nzuri ya CRDB kwa mwaka jana. So tunaona kwa mwaka jana CRDB iliweza kudebut kwa shilingi 670 ambapo ilikuwa ni Januari, lakini momentum ikaanza kuongezeka sana sana ilipofika kipindi cha July mpaka August. Pale tunaona kwamba momentum ilipanda kweli mpaka price ziliweza kufikia mpaka level za 1590, lakini pia yote yani kwa sababu sasa Q1 Q2 ziliweza kuwa vizuri kama tulivyokuwa tunaziona. So hiki kitu kiliweza kuwapa confidence, aliweza kutoa sentiment nzuri kwa investors wa CRDB, kitu ambacho kilifanya drive hiyo kubwa between that period of July through August. Lakini tukiangalia kwamba kuna kipindi price ilikuwa corrected, tuliona kwamba price ziliweza kupungua, lakini as we went through December tuliweza kuona price ziliweza kurudi kwenye zile level zake, kuna mpaka mwaka ukaanza kufungwa around 1530 kipindi cha December 31. So tunaona kwamba kwa mwaka jana kulikuwa kuna kipindi cha high volatility, especially during the second half of the year. First half of the year momentum ilikuwa ina pick up, ilikuwa inapanda steadily, lakini second half of the year kuanzia July mpaka December naona kwamba kuna volatility kubwa sana, kwamba price ziliweza kupanda sana, baadaye zikawa corrected, alafu zikarudi kwenye ile level yake ya momentum ambayo ilianza. So kwa CRDB mwaka jana ulikuwa especially through the second half of the year tunaona kwamba kulikuwa kuna a huge momentum. Hiyo ni kwa sababu kwamba each quarter CRDB walikuwa wakitoa results, investors walikuwa impressed na zile results na ziweza kutranslate kwenye price movement. So hii inaonyesha kwamba hata investors wetu wanaendelea kufuatilia news mbalimbali ambazo CRDB anaendelea kustoa, including hizi quarterly financial ambazo wanaweza kuzitoa. So hiyo iliweza kuwa reflected kwenye upande wa pricing kwa mwaka jana. Lakini pia in other ratios ambazo tunaweza kuangalia, sana sana tunaweza kuangalia cost to income ratio, ambao tukiangalia kwa mwaka huu au kwa mwaka jana 2025 uliweza kupungua mpaka 42.6. Hasa ukiangalia hapa kuanzia kipindi cha 2020 ambapo cost to income ratio ni 63.6 iliweza kupungua kufika 2022 ikaplateau kwenda 2023, lakini sasa ikaendelea kupungua au karudi ile momentum yake ya kupungua mpaka 42.6. Kwa wale watu ambao hawafahamu cost to income ratio, hii ni ratio ambayo inafuatilia ufanisi wa kampuni husika, especially kwa kesi ya CRDB, ambapo sasa tunaona kwamba wenyewe wako cost effective, kwamba ni kiasi gani ambacho unatumia kugenerate kipato ambacho unapata. So kwa CRDB tunaona kwamba cost to income ratio yake inapungua, which means they are cost effective, kwa maana generate income without spending a lot. So ndio maana tunaona kwamba cost to income ratio yake inazidi kupungua, which in the long run kwa upande wa benki inakuwa ni sustainable, kwa sababu kama hautumii nguvu nyingi kugenerate income kubwa, ina maana kwamba you are sustainable, na kama momentum ukiendelea hivi in the future, benki inaweza ikajiposition kwenye sehemu nzuri ya kucement position yake as one of the best banks in Tanzania. Lakini tukiangalia other ratios kama earning per share, hii ni kwamba ni kiasi gani ambacho mtu anaweza kukipata kwa ile shilingi ambayo ana invest. So tunaweza kuona kwamba EPS iliweza kupanda kuanzia mwaka 2020, kipindi hicho ilikuwa ni 63 shillings per share, lakini kufikia 2025 mwaka jana earning per share iliweza kuongezeka mpaka 277, kitu ambacho kina reflect sustained profitability driven by balance sheet expansion na efficiency gains, kwamba ile cost to income ratio tunaona kwamba yenyewe inavyozidi kupungua, basi hata earning per share inazidi kuongezeka, kitu ambacho inaonyesha kwamba kuna efficiency gains. Lakini
balance sheet inavyozidi kuongezeka kwamba total deposits ambazo unaweza kuzipata, total loans ambazo unaweza kutoa, lakini hata kupungua kwa non performing loans inaweza kuchangia kwenye ongezeko la EPS, earning per share. Lakini dividend per share tumeanza kuona yenyewe ilikuwa ina increase steadily. Huu ni mstari mwekundu ambao tunaona chini hapa, yenyewe ilikuwa ina increase steadily, kwa maana increase ina pick up pace as time goes, kutoka shilingi 22 ambayo ilipa 2020 mpaka sasa hivi, ambapo possibly ukiangalia profit ambayo ipata ukichukua na ile dividend policy ambayo CRDB wanayo, ukigawanya kwa number of outstanding shares unaweza kupata kwamba possibly kwa mwaka huu anaweza akatoa up to 90 shillings. So hii ni pending of course official announcements ambazo watatoa wenyewe CRDB. So hii ni kitu ambacho unaweza ka expect kwa upande wa CRDB, lakini yote haya ni as nilivyoka kwenye bracket, pending official announcements from CRDB. So hii pattern inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba in the long time CRDB anazidi kuongeza dividend ambazo anarudisha. Kwa ile value ambayo CRDB ana create kwa investors wake inazidi kuipa confidence au kuwapa watu confidence kwamba CRDB anazidi kuongeza dividend yake mwaka hadi mwaka, kitu ambacho kina create value creation in the long term, na ambapo kwa wawekezaji ambao wanafikiria kuinvest au ambao tayari washa invest inawapa confidence kwamba CRDB ina create value as time goes. So hiyo tu ilikuwa ni kwa upande wa CRDB. So ngoja tuangalie pia mwenzake ambaye ni NMB. Yeye mwenyewe alikuwa na impressive performance kwa mwaka huu wa 2025. Tukiangalia hizi quota zake zote ambazo amezitoa kutoka 2024 kuja 2025. So tunaenda kuangalia pia jinsi gani mwenyewe alivyo perform, kwa kuanza na income statement, ambapo sasa hapa ndo tutaenda kuangalia net interest income. Kwa upande wake iliweza kuongezeka, net interest income iliweza kuongezeka from 1.3 trillion to 1.5 compared to 2024. Unaona kwamba nayo imezidi kuongezeka. Interest income ni ile interest ambayo anaipata from the loans ambazo wanakuwa wanaziproduce. Hiyo imeweza kuongezeka substantially kwa mwaka 2025. Okay. Lakini ukija kuangalia profit before tax, kama tulivyozungumzia kwamba profit before tax ni faida ambayo inapatikana kabla ya kodi, tumeweza kuona nayo imeweza kuongezeka. Yenyewe imeweza kuongezeka kutoka 931 billion ambayo ilipatikana mwaka jana mpaka 1 trillion ambayo imepatikana kwa mwaka 2025. So tunaendelea net income after tax. Hii ni kodi ambayo ni profit ambayo inapatikana baada ya kutoa kodi ya serikali, ambayo tunaweza kuona yenyewe imeimprove kutoka 647 billion ambayo ilipatikana 2024 mpaka 749 ambayo imepatikana mwaka huu. So which is also a good thing. So moving forward kwenye balance sheets ya NMB, of course balance sheets zote ziko the same, compromise of the same three things: assets, liabilities na equity. So tukiangalia kwenye upande wa total assets zimeweza kuongezeka 33% year on year, from 17 yenyewe imeweza kuongezeka to 17.2 trillion from 15.4 trillion ambayo ilikuwa ni 2024. So tumeona kwamba na yenyewe ilikuwa ni rise kubwa kwa upande wake ambao ni almost 25%. Kinikuja kuangalia hii surge au increase in total assets imeweza kutokana na zile 12.4 imeweza kutokana na increase in customer loans, ambao customer loans zenyewe zimeweza increase to 10.4 trillion kwa mwaka jana. So hiyo ni almost 23% increase. Lakini balance sheet nayo ilikuwa ambayo ilikuwa fine by 30% year on year growth in total deposits, kwamba hii tunaangalia sasa kwenye liabilities zenyewe zimeongezeka kwa sababu kwamba total deposits za NMB Bank iliweza kuongezeka by 30%, hiyo kufikia 12.4 trillion kwa mwaka jana 2025. So ukiangalia pia kwenye equity side imeweza kuongezeka from 2.5 trillion to 3.0 trillion.
Hii ni ongezeko la kwenye upande wa equities ambazo zenyewe zile return earnings ambazo wanaendelea kuzi retain kwa upande wa NMB. So hata pia ukiangalia movement yake kwa mwaka jana ilikuwa nayo inaonekana kwamba ilikuwa impressive kutoka 5350 mpaka 8410 mwisho wa mwaka, kitu ambacho likewise kama ilivyokuwa kwenye CRDB kipindi cha second half of the year, ambapo sasa pale tumeshaona Q2 ambapo Q2 ilikuwa shatoka, tukaanza kuona kwamba hizi prices zikaanza ku pick up momentum. Though kwa NMB kulikuwa kuna slight price correction, ila baadaye ikaweza kurudi kwenye level zake, inaweza kusurpass na kuendelea mpaka 8410 kwa kipindi hicho. So tunaona kwamba nayo ilikuwa ina upande mzuri kwenye upande wa price movement kwenye upande wa NMB Bank. So ukija kuangalia pia na price movement, other ratios kama earning per share kwa upande wa NMB umeweza kuongezeka. Ukiangalia mwaka 2020 earning per share ilikuwa valued at 421, lakini by 2025 earning per share for NMB Bank ilikuwa imekuwa valued at 1500, which ambacho kinaonyesha a solid balance sheet growth na stable asset quality ambazo NMB anakuwa nazo. Lakini over the same period dividends tumeweza kuona imeweza ku-increase from 137 shillings per share to a possible 500 shillings per share. Hii unavyosema tu possible ni kwamba kwa sababu bado official announcement from NMB haijatolewa. Bado naingiza email. Sorry kama uja mute mic please, tafadhali mute mic. Okay. So yeah, ni kama nilivyokuwa nasema kwamba tukiangalia ile profit after tax ya NMB Bank tukichukua na dividend policy ambayo wanayo, unaweza ukapata a possible dividend per share ambao wanaweza kutoa kwa mwaka huu ambao tumeweza kuangalia kwamba inaweza kufika kwa level za shilingi 500 per share. Of course this is pending announcement, official announcement from NMB Bank. Having said that, tunaweza kuangalia outlook, what to expect about kwa mwaka huu, kwa sababu tunaweza kuona kwamba both banks zimeweza perform vizuri, lakini CRDB yenyewe imeweza imekuwa well positioned to benefit from its diversified loan book, kwa sababu wanaweza kutoa mikopo ambayo imeongezeka. Tumeona kwamba mwaka huu imeongezeka by 33%, kitu ambacho kinaweza kikaongeza profits zao in the long run. Lakini non-interest income pia zinaweza zikaongezeka, kwa sababu tumeweza kuona kwa mwaka huu ukiangalia kwenye financial zao cumulatively imeweza kuongezeka. Lakini tumeweza kuona CRDB nao wameweza kufungua branch kadhaa, wameweza kuongeza branch nyingine ambao regional footprint yao imezidi kuongezeka mpaka wameweza kufika Dubai, ambao wamefungua at the back end of mwaka jana. Lakini hiyo yote ni kucement position yao going forward. So CRDB iko well positioned kuweza kukua kwa mwaka huu, tukiwa tunasubiria matokeo yao kuangalia okay maybe quarter 1 wamefanya nini. Of course ndio kwanza tumeanza quarter 1, lakini itakuwa very interesting kuangalia what quarter 1 of 2026 will bring for CRDB. Same for NMB ambayo yenyewe inafahamika kwa kuwa operational efficiency na strong retail franchise, kwamba anakuwa na branch nyingi sana kwa upande wa Tanzania, huku akiendelea kufikiria regional expansion. So kwa haya machache tunaweza kuona hizi benki mbili bado zinaendelea kuperform vizuri na zina cement position yao kama one of top 2 banks in Tanzania, huku bado zikiendelea kucompete regionally kwa hiyo title. Baadaye hopefully uje kuona kwamba zi perform vizuri in Eastern Africa hata East and South Africa. So as time goes hizi benki mbili zinaweza prove kwamba jinsi gani performance au fundamentals za kampuni zinaweza kusupport price movement, kwa sababu tumeangalia kwenye upande wa price movement kwa mwaka jana, especially the second half ambapo quarter mbili zilikuwa tayari ziko produce, zenyewe ziliweza kuwapa confidence enough kwa investors kuendelea kuperform. So kwa price movement kwa mwaka jana, especially the second half, tumeweza kuona kwamba zilikuwa vizuri sana. Kwa mwaka huu kwa sababu bado tunasubiria quarter 1 na quarter 2 tuzione, ili tujue kwamba okay will the second half of this term be beneficial au zinaweza zikaongezeka kuzidi second term ya mwaka jana. It's still wait to be seen. So
Kwa kusema hayo, ningependa kuwashukuru kwa kunisikiliza, lakini pia ningependa kukaribisha maswali, maoni ama kama kuna mchango wote kutoka kwenye crowd. Huu ni muda wenu. Halo, habari. Yes, karibu Yahya Abdul kwa swali. Asante. Mimi nilikuwa nina swali. Hapa umeweza kuchanganua vizuri sana Mr. Korikwa. Nilikuwa nataka kufahamu, explain about the good side of the two companies, kwa maana CRDB na NMB. Halo, nasikilika? Nasikilika vizuri, karibu. Sasa nilikuwa nataka kufahamu, yani umeelezea positive side na ingependeza zaidi mtuelezee na negative side ili tupate ile comparison. Hiyo la kwanza. La pili, nilikuwa nataka kufahamu kwamba tunaamini kwamba kwa upande wa bank kuna upande wa LDR, loan deposit ratio, pamoja na kukua kwa CRDB kwa kasi na share zake kupanda. Tumeona kwamba loan deposit ratio imefika 95.1, na huku BOT ni kwamba nadhani haitakiwi benki ifike 100%. Je, haionyeshi kwamba kuna inawezekana kwa kuna tatizo zaidi hapo ikifika, kwa sababu hapo imebaki 4.1, 4.9 ifike 100%. Je, haipo hatarini benki ya CRDB kwamba huko baadaye? Na kitu kingine, swali la tatu ni kwamba kuhusu shares za NMB zimekuwa zinaenda kwa spidi sana, imefika ndani sasa hivi imefika paka 10,000 kama sikosei. So je, hii ina uwezo wa kwenda zaidi ya 15 ama ni kuna kikomo chake ambao inaweza ikafika? Asante, maswali yangu ni hayo tu matatu. Okay, Yahya, asante sana kwa maswali yako. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu I think nitagusia hilo la LDR and then my colleague pia ataweza kuelaborate more on that. Sasa kama tunavyojua au kama nilivyosema awali au pia kwenye vipindi vingine ambavyo tumeshawahi kuwa navyo kuhusiana na hizi financials. So the main business ambao mabenki wanakuwa wanafanya hiyo ni namna kubwa zaidi au ni the main way ambao mabenki wanaweza wakatengeneza profit yao, ni kwa kupitia kutoa mikopo and then wakapata zile interest. Kwa hiyo tukisemea kwamba hiyo loan to deposit ratio iko around 95, bado it does not raise a red flag hivyo, kwa sababu that is what they're supposed to be doing, kwamba wanatakiwa kuweza kuchukua a lot of deposits, lakini pia kuweza kucapitalize from those deposits kwa kuweza kutoa mikopo kwa different institutions au kwa different individuals na vitu kama hivyo. Then from hiyo mikopo, that's how they can be able ku increase profitability kutoka kwenye ile net interest income. Ndio maana unakuta net interest income zinakuwa. Kwa hiyo both these two banks have different approaches. Tunaona CRDB yuko more
yuko yani hiyo approach anaitumia zaidi kuweza kutoa mikopo ili kuweza kumaximize profit zake, lakini NMB anakuwa a bit more conservative kwenye upande wa kutoa mikopo, kwa hata growth yake ya mikopo kidogo iko lower na compared na ile ya CRDB. Lakini pia tukiangalia kwenye upande wa which is also related kwenye upande wa non performing loans, tunaona kwamba kumekuwa kuna a decrease in non performing loans. Kwa hiyo hata kama wana increase kutoa mikopo, lakini the rate of which hiyo non performing au madeni chechefu kwa Kiswahili, ile mikopo ambayo ina default inazidi kushuka, it means kwamba bado they are still in the right trajectory, of which nadhani loan to deposit ratio pia imesha kupandaga hata zaidi hapo 95, lakini bado the bank inazidi kumaintain na kuhakikisha kwamba they are trying to kukopesha kwa institutions au kwa individuals ambao wako credit worthy ili kuweza kupunguza non performing loans. Kwa hiyo it's not that much of a big issue, kwa sababu they should be wanatakiwa wao wanatoa mikopo. Angekuwa hawatoi mikopo, it means their interest income ingekuwa ina drop highly, and obviously their profitability could also drop from that. Kwa hiyo unless kama Korigo has anything to add on to that, lakini I think that's my take kwenye part ya hiyo loan to deposit ratio. Kwa nitamkaribisha Korigo for any additional point, and then we can proceed with somebody else. Labda mimi niende kuhusia swali ambayo uliza la negative side of it, kwa sababu tumeweza kuongelea positives. Yes, unajua kwenye stock market there is always a risk, kwamba risk kama tulivyoongelea kwenye moja session yetu, it's there to reduce ile expected return ambayo mtu alikuwa anategemea. So kwa mfano hapa tumeweza kuongelea kwamba possible dividend ambao CRDB na NMB unaweza wakatoa kwa mwaka huu ni 90 shillings kwa 500 respectively. Lakini sasa there is a risk kwamba kwa sababu CRDB amefungua branch sehemu nyingine, kwamba wanaweza wakahitaji ku retain maybe a bit of that money, wakarudisha a little bit less, kwamba it's a good thing kwa sababu wana maintain regional footprint kwenye nchi nyingine, kwa wanahitaji retainers kidogo. Lakini sasa inakuja risk kwa upande wa investor ambaye alikuwa anategemea angepata shilingi 90, lakini maybe hapa akapata shilingi 80 kutokana na announcement ya CRDB, pending announcement yao. So hiyo ni moja ya risk ambayo inaweza ikawepo. So risk zipo, lakini sio kwamba risk watu wengi wako wanachukulia kwamba mtu anapoteza hela completely au mtu anashindwa kupata ile profit completely. No, risk ipo hata ile kwamba ikideviate 5% from what you expected, that was a risk, lakini you took it kwa sababu the alternative of risking 5% labda ni wewe kupata hiyo 90 shillings. So ni kitu ambacho kipo, au investor sentiments wengi wanaweza kuona okay 90 shillings maybe sio more profitable kwa wao, wakaanza kuuza, na tunajua kwamba supply ikiongezeka prices zinaweza zikashuka. So it's a possible risk, lakini vyote hivyo tunaongelea ni possibility. Ingawa ukiangalia sasa fundamentals au what the numbers are telling you ni kwamba CRDB kwa mwaka jana ameperform vizuri, na tumeona profit aliyopata before tax imeweza kufika 1 trillion, which is a good thing. Na kwa mabenki mawili tu ambao yako listed kufika 1 trillion profit before tax ni kitu ambacho ni kizuri. So the positives are there, but risk nazo bado zipo, na kwa investors ambao tunashauri ni ku take a more cautious look, hasa kwenye haya matangazo ya dividend. Ni kwamba hizi ni prediction ambazo kila mtu anakuwa anazitoa kulingana na analysis ambayo imefanyika na official results, hasa kwenye upande wa dividend au kwenye matokeo mengine ambayo yatakuja kutoka baadaye. Kumbuka hizi ni cumulative, bado tunasubiria matokeo sasa yale ya annual report ambayo sasa wao watakuwa kuja na official numbers ambazo zinaweza deviate slightly sana baada ya audit kufanyika. So maybe that's what I can say kwa upande huo. Na sisi tutakuwa tumejibu swali lako, tuweze kumkaribisha mtu mwingine. Naona kuna mkono kwa Anthony. Yes, hello, habari? Yes, karibu. Alikuwa naomba kuuliza swali. Yes, kutokana na hizi projections za hiyo na ni report ambayo umetutajia leo, je, kuna mategemeo yoyote ya benki ya CRDB kuendelea kuperform na share zake kuendelea kupanda juu? Na kingine, je, kutokana na performance ya NMB share zake kufika 10,000, je, kuna any negative
kusaidi kwa mtu ambaye akianza kuzinunua hizo shares za NMB kwa bei ambayo kwa sasa hivi ipo sokoni? Okay, asante Anthony. Labda tu kwa kwanza na swali lako la kwanza kwamba kutokana na projection what do we see price doing, kwa sababu tukiangalia mwaka jana, kwa sababu tunatumia data ambazo tayari tunazo. Mwaka jana performance nzuri ya quarter 1 na quarter 2 iliweza kufanya momentum kuongezeka kama tulivyoona kwa stock zote mbili. Performance ya quarter 1 na quarter 2 tuliweza kuona kwamba price iweza kuincrease. So hiyo tunazungumzia second half of the year, tumeona kwamba prices move. So kwa mwaka huu kwa sababu tayari zishatoka quarter zote mbili, ba quarter 3 na quarter 4 ambao na sasa hivi tuna hii full picture ya what happened mwaka jana, we can expect investors kuanza kureact kwa sababu information zimetoka last week, na from last week kwenda next week sasa ndio tutaanza kuona what will the market react, kwa sababu inakuwa ngumu kujua kwamba if this will be enough ku pull more demand kwenye market, kwa sababu back end of last week kulikuwa kuna a lot of supply especially kwenye siku za Alhamis na Ijumaa. Ukirudi Jumatano kulikuwa kuna a lot of supply kwenye upande wa CRDB, kitu ambacho kikafanya price ishuke kidogo. So kwa sababu tayari results ishatoka, na tukiangalia kwa Ijumaa kwa watu ambao walikuwa wanafuatilia market kwa Ijumaa jana, kidogo kuna demand ilirudi, ingawa price ilikuwa iko chini, lakini demand ilirudi kwa upande wa CRDB, kitu ambacho tunaweza kama ikiendelea kuwa sustainable tunaweza kuona kwamba yenyewe inaweza ka increase prices kuelekea next week. So ni vizuri pia ku highlight demand and supply, kwa sababu hivi vitu ambavyo vina play a huge part kwenye price movement, kwa sababu matokeo sawa yameshatoka, lakini if there is a lot of supply basi price inaweza ikateke hit ikapungua kidogo, lakini kama demand ikiweza kurudi au ile confidence ya wawekezaji iweza kurudi kwenye upande wa CRDB, basi tunaweza tukaona kwamba hii prices za CRDB na NMB zinaweza kuimprove. Ingawa kwa upande wa NMB tunaweza kuona bado kuna demand kubwa sana ukilinganisha na supply ambayo iko available, tofauti na CRDB kama nilivyotoka kusema hapo awali kwamba kwa upande wa NMB supply imeweza kuongezeka kwa wiki hii iliyopita. So bado tunaendelea kumonitor kuangalia kwamba how investors reacting to these news ambazo ndo zimetoka hivi currently, na usually it takes maybe 1 week or even more kwa investors ku digest na ku react kwenye hizi news. So labda kujibu kwa hiyo swali lako kwamba ni nani gani ambao tunaweza kuona kwa huko mbeleni, labda nikualishe kama Anastasia ama ana chochote cha kuongezea. I think Korigo umeweza kujibu vizuri kwamba tulikuwa tunaona an increase in prices sana kwenye wiki zilizopita, kwamba the market was very bullish, kwamba soko kwa ujumla kaunti nyingi zilikuwa zinaongezeka bei including hata CRDB, lakini as of this week ambayo imeisha tumeona kama kumekuwa kuna slightly kama vile price correction kwenye market, kwamba kaunti nyingi zimeanza kurudi kwenye a bit of realistic prices, lakini we are yet to see how investors wata react to this news. Either kama wanaweza sasa, kuna mawili, wanaweza with the projection of dividend wanaweza wakaona okay, with this projection of dividend there's hamna reason ya kuendelea kubid kwa high prices wakati dividend is around like 90 maybe kwenye upande wa CRDB. Kwa hiyo inaweza ikasababisha prices either kubaki hapo au kudrop side, lakini pia with hizi huge profitability and increase in Okay, naona kidogo Anastasia amepata changamoto kwenye upande wa technology, lakini alichokuwa anasema kwamba tukiangalia kwamba yeye alikuwa anazungumzia kwa upande wa dividend ambazo zimeshatolewa tayari, watu wanaweza kuwa cautious enough kuangalia ni kiasi gani wako willing to buy a certain share kulingana na ile dividend ambayo it's possibly to come out. So prices zinaweza zikabakia the levels ambazo zipo au zinaweza kudrop kulingana na sentiments ambazo investors wanazo. So labda tu kwa kujibu hivyo tuweze kumkaribisha
Mtu mwingine mwenye swali, nimeona Swai ana swali. Karibu Swale kwa swali. Ningependa kumkaribisha mtu mwingine yote ambaye ana swali. Hello, mimi nina swali. Karibu. Okay, asante. Mimi nilikuwa napenda kujua kwamba kwa a good performing company how far can it go? Yani kwa mfano tunajua labda CRDB ina range kwenye around 2 times, ina trade at around 2 times its book value. Sasa realistically inaweza ka trade how far kulinganisha na hiyo book value yake hadi tuanze kupata wasiwasi? Inaweza kafika labda let's say 10 times its book value na bado tukawa salama, au kuna ile limit kifikiwa lazima tuanze kuwa na wasiwasi? That's my question. Okay, yeah, asante kwa swali. Yes, Anastasia? Yes, I think hilo swali lita relate a bit to what I was saying kabla sijapata kidogo changamoto kwenye my teams, kwamba inafikaga company inaweza ikawa overvalued kwenye the stock market, lakini eventually itafika a time whereby lazima kutakuwa kuna price correction, where hii inatokea pale ambapo investors wanaona it's not reasonable kununua a certain stock kwa a certain price. Kwa hiyo hata ile rate ya wao kuanza kubid kwa prices ambazo ziko juu inaanza kupungua. So eventually hata kama kampuni inakuwa overvalued, with time the market, the nature of the market ni kwamba itafanya price correction, kwamba hizo prices investors wataanza kuona okay, sasa it's not reasonable to buy this stock kwa hii bei. Kwa hiyo maybe ngoja tuache kudemand kwanza mpaka prices ziweze zirudi back to realistic prices, au tuanze kutaka kununua lakini to drop the prices of which we want to buy. Kwa hiyo hata kama a certain counter is trading like above its actual book value, and of which that is a bit also normal, of course haitaki kuwa extremely above what is actually the actual value of the company, lakini it's a bit normal kwa counters could trade slightly higher than their actual book value. Lakini obviously with time kama zinakuwa extremely overvalued, the market will find a way kufanya hiyo price corrections, and then eventually the prices zitarudi at least back to normal. Na ndio maana tumeona pia kuna counters ambazo sasa hivi prices zake zimeanza kudrop baada ya few weeks ambazo prices zilikuwa zinakimbia sana kwenda juu. I think I've tried to answer that question, lakini kama Korigo you have any other addition onto that, unaweza uka proceed. No, you took the words out of my mouth, kwa sababu ndio ambacho nilikuwa nataka kuongelea kwamba itafika muda, kama tukiangalia mwaka jana prices zilipanda sana. Kwa mfano hata kwenye CRDB sana tumeweza kuona prices zilipanda mpaka 1600, lakini zikaja zikajicorrect, alafu baadaye ndo prices zikaenda kumove normally. So kutakuwa kuna kipindi ambacho prices zitakuwa zina move out of their normal order, lakini a price correction itakuja correct that price. Lakini as long as the company is performing well, ni kwamba ile momentum itakuja ku catch up tena na ku eventually move forward normally. So yeah, kwa upande huo sina cha kuongezea sana, labda ukaribishe mtu mwingine ambaye ana swali. Lakini wakati tunasubiria watu ambao wana maswali, ningependa kuwakumbusha kwamba bado bondi yetu ya Makazi Bond ipo on offer, ambao tulikuwa tuna session last week ya kuzungumzia jinsi gani yenyewe imekuwa issued na First Housing Finance, ambao ni one of the dedicated banks in Tanzania ambazo zinatoa mortgage loans kwa clients ambazo wanahitaji. Wana different products za mortgages according to their product basket, lakini pia Makazi Bond essentially ni 4-year bond ambayo inatoa 13% in coupon. Ukilinganisha labda na the recent government treasury bond ya 13.25, hazijaachana sana. Ukiangalia ile ni 25 years, ni 4 years. So kwa mtu ambaye labda anataka high return in a few years au kwa miaka michache, tunakaribisha kujiunga kwenye hii bond yetu ambayo tumeofa Makazi Bond, ambayo yenyewe offer ina run mpaka 23rd March.
na form za kujiunga Makazi Bond sasa zinapatikana kwenye website yetu ya Zan Securities. Ukifungua website yetu ya Zan Securities kama inavyoonekana hapa, utaenda kwenye upande wa market info, utaenda kwenye upande wa form downloads, utakutana na form ya Makazi Bond application form. Utajaza hiyo form, utairudisha kwenye email yetu ambazo zinapatikana, then mtu wa huduma wetu atakupatia jinsi gani unaweza ukailipia na jinsi gani unaweza ukasubscribe successfully kwenye Makazi Bond. Lakini Makazi Bond kwa faida yake nyingine, yenyewe inalipa mara 4 tofauti na mara 2 ambazo zinapatikana kwenye Treasury Bond. So kwa wateja ambao walikuwa wanataka kusubscribe kwenye Makazi Bond na kwa maswali zaidi, information memorandum na pricing supplement zinapatikana kwenye website yetu at the same area, kwamba utakutana na Makazi Bond application form, pia utakutana na Makazi Bond pricing supplement na Makazi Bond information memorandum kwa ajili ya kuweza kusoma na kuget familiar na product hiyo. Lakini kwa maswali mengine mnaweza kupiga simu kama namba zinavyoonekana hapo ili tuweze kujibu maswali yenu kuhusiana na Makazi Bond. Karibuni sana kusubscribe Makazi Bond 13% in 4 years. So yeah, labda ningeendelea kukaribisha maswali mengine. Yep, asante. Naomba niendelee kama okay. Labda ni nani mtu ukitaka kuuliza swali please uta raise hand ili tuweze. Okay, naona Swai. Okay, Swai, tunakaribisha kwa swali moja alafu atakaribia Marco. Sawa, asante. Nilikuwa na swali hapa. Nilikuwa naomba kuuliza kwamba tunaona wiki imeisha, tumeona kwamba kama market imefanya pullback fulani hivi. Nilikuwa naomba kujua, je, kama katika hii pullback sisi tunajuaje kwamba hii market kwamba hapa imefika kwenye support yake au hapa imefika kwenye resistance yake, ili tuweze kutake action? Yani tunajuaje kwamba hii bei sasa ilipofikia hapa ni kwenye support level au hii bei hapa ilipofikia ni kwenye resistance level, ili tuweze kutake action? Okay, Swai, asante kwa swali zuri sana. Okay, ili kujua kama unavyosema support na resistance levels, lazima mtu awe anafanya kidogo ya technical analysis, na hivyo unaweza kuifanya kwa kupitia labda hizi reports ambazo tunazitoa kila siku, kuangalia kwamba okay, price ilipanda mpaka sehemu gani na kufika level hiyo, ikashuka mpaka level fulani tena na ikaanza kupanda wapi tena. So it's some sort of technical analysis ambayo mtu abidi aweze kuifanya kuangalia supply na demand. Lakini kama unavyosema ya kulikuwa kuna pullback especially kwa counter kama CRDB, Maendeleo, MKCB, kulikuwa kuna pullback kwamba investors wameweza kuhold, kwa sababu kama alivyosema Anastasia kwamba sasa hivi kwa sababu tayari results zimeshatoka, kwa sababu mwanzoni watu walikuwa wananunua hawajui ni level gani ambazo dividend labda inaweza kawepo au profitability ya kampuni imefika level gani, so inakuwa ngumu ku predict. So wengi walikuwa wananunua in terms of assumption. Sasa hivi mtu unaweza kuwa na sio picture kamili ya dividend, lakini maybe a bit of a glimpse ya dividend itakuwa level gani. So hata kama alivyosema na stars, hata ile bid appetite yake yule mteja atakuwa anaangalia sasa kwamba mimi bwana, kwa sababu dividend inaweza kuwa kwenye level hii, siwezi kuzidi level hii ya kubid. Sasa hapo sasa ndo demand inapo take action, kwa sababu mwanzoni ilikuwa kwa sababu kulikuwa hamna supply, kulikuwa kuna a lot of pressure kwenye demand side, ndo ambao tukaona price kwa inapanda. Lakini sasa hivi pressure ipo kwenye supply, kwa sababu tayari investors wako aware na what the company is actually valued at, au iko kwenye level gani in terms of profitability. Sasa na wao wanaweza wakafanya jinsi gani wanaweza wakafanya bidding kwenye upande wa hizi counter mbalimbali ambazo unaweza kuziona. So sasa hivi especially kwa hizo counter ambazo nimestaja CRDB, MKCB, Maendeleo, kuna a lot of pressure kwenye supply side, kwamba tunaona supply imeweza kurudi kwa wingi na demand imeweza kidogo imeweza pull back. So hizo support levels na resistance levels kidogo labda tungeweza kuangalia kwa kufanya hiyo technical analysis kwa kupitia ripoti ambazo tunatoa karibia kila siku na ripoti za wiki. Labda nimkaribishe Marco Benedicto. Karibu kwa maswali. Asante. Nawashukuru sana Zan Securities kwa kipindi kama hivi. Mimi nina maswali mawili. Tanguliza samahani kwa sababu nahisi kama maswali yangu inamaanisha ninajifunza, sina muda mrefu kwenye uwekezaji. Nilikuwa na maswali kichwani kwamba je, kutokana na issue ya
supply and demand. Hivi kuna, kwa sababu ninavyoona kwamba kuna wakati unaweza ukawa na shares kwenye kampuni fulani na kutokana na hali ya kampuni ukashindwa kuuza share zako. Sababu na experience kutoka maybe UTT na muda kidogo tofauti na huku kwenye shares kwamba anytime ninanunua na kuuza. Lakini huku naona kuna swala la supply and demand. Je, kuna siku kwamba unaweza kuwa na kampuni ambayo kutokana na hali yake ukawa na shares na ukashindwa kuuza, au ukawa unataka kununua shares kwenye kampuni fulani na ukashindwa kwa sababu pengine zime hivyo. Yaani sina background nzuri kwenye masuala ya uwekezaji. Na hilo swali langu la kwanza. Swali langu la pili, nilikuwa nataka kupata uelewa kwenye issue ya gawio. Mimi kama mwekezaji ambaye labda nimefungua CDS kwenye kampuni fulani hivyo, kwenye gawio huwa inakuwaje? Kuna vitu gani ambavyo nitakuwa nizingatie ili kupata gawio? Asante sana. Okay, sawa. Labda tuanze na swali lako la kwanza Mr. Marco, ambao umeuliza kwamba demand and supply basically how zina influence purchase na sales kwenye upande wa stock market. Okay. Kwanza ningeanza hapa kwa kutupa tofauti kati ya CIS, kwa sababu umesema ni mzoefu kwenye upande wa UTT ambao yenyewe ni collective investment scheme na shares. So kwa upande wa CIS, fund manager ana discretion ya kuproduce new units upon demand, lakini pia anaweza ka redeem zile units upon supply. So kwa upande huo inampa flexibility mtu akiwa anataka kuliquidate fund zake, kama ameinvest, of course kama umeinvest kwenye Timiza, mtu akitaka kuliquidate fund zake anakuwa tena hangaiki kwenye concept ya demand and supply, kwa sababu inampa flexibility yule fund manager ambao in this case ni Zan Securities ku redeem zile units ambazo mtu anataka kuziuza na kumpatia cash according to the NAV ile siku. So kwa upande huo demand and supply haina huge influence sana kwenye CIS au collective investment schemes. Tukirudi kwenye upande wa shares, umeuliza kwamba je, inawezekana kuna kipindi unataka kuuza share zako lakini ukakosa mtu wa kununua, lakini kuna kipindi unataka kununua ukakosa mtu wa kuuzia, which is almost true, kwa sababu let's take back kabla mwaka jana mwezi wa 6 ambapo zile rules za DSC ziliweza kuwa enacted ambazo zenyewe ziliruhusu kidogo mobility kwenye upande wa price movement, lakini pia hata zile opening na closing prices ziliweza kuchange. Tukaanza kuona counters kama TCC na TBL price movement yake kutokea, lakini pia hata Voda. Lakini before June 2nd June 2025 kulikuwa kuna huge supply kwa upande wa Vodacom, kulikuwa kuna huge supply upande wa TCC na huge supply kwa upande wa TBL, kitu ambacho kilicause watu wengi wakitaka kuuza shares kwa upande huo waweze kusubiri, kwa wengine walikaa kwa miaka mingi. Kwa sababu gani? Kipindi hicho kulikuwa kuna a lot of supply, lakini demand iliweza kuwa ndogo. Kwa sababu gani demand ilikuwa ndogo? Kwa sababu watu waliotaka kununua walikuwa hawavalue ile kampuni kwa levels ambazo ilikuwa inaruhusiwa kuuza kwa muda ule. Kwa sababu kwa muda ule ukiangalia kwa upande wa TBL price movement ilikuwa only 2% kwa siku, lakini kulikuwa kuna a certain number of shares lazima ziwe traded ili price iweze kuchange, na hiyo ilikuwa ni almost 0.0025% ili iweze kutokea change kwenye price. Lakini sasa kwa upande wa Voda, TCC na TBL ilikuwa ni ngumu sana kwa price movement hiyo kutokea, kwa sababu watu wanataka kununua walikuwa na evaluate a different price, lakini watu walikuwa wanataka kuuza walikuwa wanashindwa kupunguza ile price kutokana na limitations za rules. Lakini from 2nd June 2025 ambapo sheria zilibadilika ikaruhusu price movement kuwa rahisi, tunaona counters kama MKCB, MBP au counters ambazo zenyewe ziko under 1 trillion market cap zenyewe zinaweza kumove up to 15%. Kwa inampa flexibility yule muuzaji au hata mnunuaji kuweza kubid at a level ambayo anaweza kupata mteja. So kwa Voda, TCC ambazo zenyewe of course zina move at a different price, lakini hata ile tunasema opening price na closing price zilikuwa kuchange, kwa sababu sheria kwa sasa hivi only an average inachukuliwa average weighted price ya shares ambazo zimeweza kutrade kuanzia 100 shares, kitu ambacho ni rahisi kwa hizi counters kubwa kutrade. So tumeona kwa Voda kuna muda zilishuka mpaka 540 mpaka 520, lakini
mpaka sasa hivi tumeanza kuona kwamba zilipanda kwa kipindi cha nyuma hapo, tumeona kwamba zilipanda. So hiyo imeruhusu price movement kwa upande huo. Kwa hata hiyo inamaanisha kwamba supply iliweza kuwa offsetted na demand kidogo ikaanza kuongezeka. So demand and supply zina play a huge part kwenye upande wa sales and purchase, lakini pia hata kwenye upande wa pricing. Na ni vizuri kwamba mtu ukiwa unataka kununua, kuna website ile ya DS ya online trading ambayo mtu anaweza kaangalia okay, supply kwa hiyo siku ikoje au demand kwa hiyo siku ikoje, ili kuweza wakati anavyoweka order kununua aweze kuweka order ambayo anaweza kaipata, kuepusha zile okay, order imekaa muda mrefu haijapata mteja, imekuwa suspended, imekuwa expired. So hiyo ina allow movement kwa upande huo. So najua nimetumia muda mwingi sana kujibu swali moja, labda ningependa lakini pia kwenye upande wa dividend, kwenye upande wa dividend ambao Marco ameuliza ni kwamba ni kitu gani mwekezaji aweze kuwa nacho makini kwenye kipindi dividend itakuwa announced. Labda ni ku note down zile tarehe muhimu, kwa sababu kampuni itakapotangaza itatoa announcement na itakuwa public kwenye magazeti, social medias. Hata sisi brokers huwa tunatoa hizo announcement pale kampuni inapotoa announcement, tunasaidia kutangaza kwa wawekezaji waweze kujua kwamba ni lini inalipwa. Lakini important dates za kukariri kwa kipindi hicho ni kuangalia zile cum dividend na ex dividend. Cum dividend dates ni zile siku ambazo unaweza kununua shares na ukawa eligible kulipwa gawio, lakini ex dividend ni zile tarehe ambazo ukinunua shares hautakuwa eligible kulipwa ile gawio ambalo limetangazwa kwa mwaka huu. So ni muhimu kuzingatia hivyo vitu wakati wana announce is dividend, na especially kwa sababu ndo tunaelekea kipindi hicho. So ni vizuri kwa mtu kuwa aware hapo upande huo. So labda ningekaribisha swali moja la mwisho. Najua nimetumia muda mwingi sana kujibu swali moja, lakini swali moja la mwisho kutoka kwa Virtuso. Nilimwona Virtuso, sijui kama bado ana swali, aweze kuuliza swali then uweze ku close up. Ushajibu kaka, asante. Okay, basi namkaribisha kwa nafasi ya upendeleo Bisa Said Kasim, please, kwa swali moja la mwisho tukiwa naenda kufunga kipindi. Said Kasim, please, karibu. Asante sana kaka, asante sana kwa presentation nzuri. Sasa labda pengine kwa kumalizia kabisa, na kwa sababu ndo swali la mwisho unafunga, unamshauri nini mwekezaji kutokana na hizi financial ulizozisema hapa? Auze, ahold au abai? Asante sana. Okay, asante kwa swali nzuri. Okay, so ili kuweza kumshauri vizuri mteja kwamba ni hold, buy au sell, lazima pia tujue malengo au end goal ya huyu mteja ni nini, kwa sababu unajua kuna different types of investors. Kuna watu wanakuja hapa for a long time, na kama mtu wa long term ukiangalia hizi financials unaona kwamba kwa mfano kama CRDB cost to income ratio inazidi kupungua, ina maana sustainability yake in the long run inaweza kuwa kubwa. Lakini pia ukiangalia loan to deposit yake sawa, ni kama alivyo muuliza swali mmoja kwamba imefika kidogo level ya juu, lakini ni core business ya kampuni. Kama benki inafuata ile core business yake na inapata profit kutokana na ile core business yake, ina maana hiyo benki iko sustainable. Lakini pia ukiangalia CRDB ambayo yenyewe inatafuta means ya ku spread across the country au ku expand to other regions, kama hivyo tunaona sasa hivi amefungua na nyingine Dubai. Hiki kitu kinaweza kumpa confidence kwa mtu ambaye anafikiria long term. Lakini kuna investors ambao wenyewe labda tunaita ni speculators, ambao wapo kwa ajili ya kupata profit in the short term na kuondoka, wao utawashauri tofauti na utavomshauri yule mtu wa long term. So every investor ushauri wake unakuja na jinsi gani, au ni yeye mwenyewe anakuja ana malengo gani. Na of course kuna wengine ambao wana malengo ya long term kama alivyoongelea, lakini kwenye long term yake hiyo angependa at least kwenye short term apate profit ndogo ndogo. So kwa upande wa CRDB na NMB ambazo ni consistent dividend payers, tumeweza kuona growth yake nzuri, imeweza kuperform. For long term investors wanaweza kushauriwa kuendelea kuhold zile ambazo wanazo, lakini pia if the price ambao wao wamelenga, kama mtu amelenga price yake ikifika sehemu fulani anaweza kununua, basi ni well and good kwenye upande wa kubai. Kwa kusema hivyo labda nimkaribisha Anastasia for closing remarks kabla tuja wind up kipindi chetu kwa siku ya leo.
Okay, asante sana Korigwa kwa a very good and insightful discussion, na labda tu as a closing remark kugusia kwenye swali la mwisho kama you should hold or buy. I think Korigwa amejaribu kufanya a very good job kuweza kuelezea kwamba kila investor, kumshauri investor inategemea pia na malengo yake. Kila investor CRDB ilivyofika around, hiyo ndio ilikuwa exit point yake. Alikuwa ameshaona labda amesha make enough kuweza kuexit the market, lakini kuna mwingine labda ndo kwanza alikuwa ana join, kwa hiyo anasubiria tena labda price appreciation endelee kuendelea ili aweze kufanya other decisions. Lakini tukiangalia kwenye hizi tu counter mbili kama nilivyosema mwanzoni, they are among our blue chip investment kwenye upande wa DSC, kama ni kampuni ambazo zinafanya vizuri na ni option nyingi, ni option common sana kwa wawekezaji wengi ambao wanawekeza kwenye the stock exchange. Kwa hiyo as an investor, I mean as investment advisor, sisi huwaga usually we advise investors kuweza ku at least have a bit of a long term investment plan. Of course hata kama una have a long term investment plan, ni vizuri pia kuweza kutrack your investment, kwa sababu hicho ni kitu ambacho pia tunakiongelea kila siku, na tulisema pia kipindi tunaanza mwaka, it's among the things ambazo mwaka huu tunapenda kuona investors wanakuwa wanafuatilia their portfolio kwa ukaribu zaidi, kwa kufuatilia hivyo kama matokeo na price movement, corporate actions kama magawio, right issue na vitu kama hivyo. Kwa hiyo as an investor ni vizuri ku have long term goals ili kuweza at least kupata profit zaidi au kufaidika zaidi na uwekezaji wako, lakini of course it will differ it will differ from different investors pamoja na their sentiment. Yeah, kwa hiyo it's just to cement what Korigwa alikuwa ameshasema. Lakini kwa kusema hayo, tunawashukuru sana kwa kujiunga nasi kwa Jumamosi hii tena nyingine, na tunawakaribisha sana 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 Jumamosi ijayo ambapo tutakuwa tuna topic tena nyingine, na tutakuwa na mada pia tofauti. Tunawakaribisha kuweza kujoin our WhatsApp channel, our WhatsApp groups, ili kuweza kupata updates tofauti tofauti, ikiwemo updates za vikao hivi, lakini pia tunawakaribisha kuweza kushiriki kwenye opportunity kama Korigwa alivyoweza ku highlight ya Makazi Bond, lakini pia kuna opportunities nyingine kama Timiza Fund, kuna opportunities nyingine kama bonds. Kwa hiyo ni wewe tu kuja na your investment goal and plan, and then sisi tutakusaidia kuweza kuadvise on how you can go about that investment goal that you have. Kwa kusema hayo, tunawashukuru sana, tunawatakia siku njema na tukutane Jumamosi ijayo.